zaidi ya jana, zaidi ya juzi. Roho Mtakatifu ukasimame nasi kama amani, ukatuongoze mahali hapa Bwana, ukaseme nasi tena Jehova. Tunahitaji kusikia kutoka kwako tena Bwana, tunahitaji kujifunza kutoka kwako Roho Mtakatifu. Tafadhali Roho Mtakatifu, karibu mahali hapa, karibu tena Bwana. Tunakualika wewe mfalme wa wafalme mahali hapa Jehova, ukatamalaki Jehova, ukaongoze ratiba hii, ukaongoze kinachokuja mbele yetu. Leto sataya na mashedebe, tunakualika wewe mfalme wa amani, tunakualika wewe Baba. Karibu Roho Mtakatifu, karibu Yesu, karibu wewe Bwana. Ye karana basi anamo, ye kataya na mashadabaya, ye kusikataya na masi anaya. Tuko tayari Bwana kusikia kutoka kwako, kujifunza tena katika madhabahu yako, kusikia tena neno lako lenye uzima, lenye tumaini, lenye amani ya mioyo yetu, lenye kila kitu cha maisha yetu. Bwana tukualika tena kama amani. Karibu Roho Mtakatifu, karibu wewe Bwana, karibu Mungu wetu, ukatamalaki tena Jehova, ukatamalaki tena mfalme, ukatamalaki ye Bwana. Rapo sataya na mashadaba, ye keteribo sataya na mandelebo sataya, ye kosiana mashekele mama sataya, ye kosiketeribo mama sataya. Kila mtu amepanga kupokea Bwana, itakuwa kama ulivyosema wewe. Rapo sataya na bashe, riko sataya na mande, retaya na sataya na mama, ye kosataya na masikaya, ye kosiketeribo mama sataya na mama, ye kosikara na mama siya, ye kaya na mama, ye kaya na masiya, ye kosikataya na masiya baba. Katika jina la Yesu, katika damu ya Yesu, iwe kama utakavyo wewe Bwana, isiwe kama tutakavyo sisi wewe Bwana. Maana wewe Bwana ni kila kitu Yesu, maana wewe wajua mbele. Ye kana na basi, reko sataya na mashadabo, reko sataya na mashade baba shana maya. Tunakutaka wewe Bwana peke yako, tunakutaka wewe Bwana peke yako. Wewe ni alizi wetu, wewe ni Bwana.
tumeketi tunaendelea na ni darasa kati ya madarasa mengine ambayo tumekuwa na mfululizo nayo. Kwa wale ambao walipata neema ya kuwepo darasa tulilofanya mwezi uliopita, tulikusudia kujifunza kuhusu mambo ya ulimwengu wa roho, lakini yale mambo yakawa ni makubwa katika kiwango ambacho tukajikuta hata nusu hatukufika. Kwa nini kusema sasa tunapokutana mwezi ujao hatutakuwa na mada moja, ila tutaendelea pale pale katika mambo ya ulimwengu wa roho. Siku ile nilijaribu tu kutaja sifa kadhaa za vitu ambavyo vinaongoza maisha katika ulimwengu wa roho, na tukasema mambo yanayoongoza maisha katika ulimwengu wa roho ndiyo yanayopelekea upatikanaji wa matokeo. Maana yake mtu anahitaji matokeo, cha kwanza anahitaji kwenda kuyasababisha katika ulimwengu wa roho, ndipo yatokee katika ulimwengu wa mwili. Kwa sababu Biblia inasema kwa imani tufahamu kwamba vitu vinavyoonekana vilitokana na vitu visivyoonekana. Maana yake kuna mambo yote yana source, yana chanzo au mahali yanapoanzia. Kwa hiyo tukaanza kuchambua, tukaangalia habari ya madhabahu, tukaona namna ambavyo madhabahu zinaweza kukacha uwepo wa Mungu na namna ambavyo madhabahu inaweza ikaleta kitu kipya katikati ya watu na kufanya vitu kutokeza. Kwenye madhabahu hapo tuliona mambo yanayohusiana nayo, tukaona habari ya sadaka na kidogo tulijaribu pia kuangalia namna ambavyo vitu vinafanya kazi, kwa maana hizo dhabihu na vitu vingine. Sasa leo niliacha vitu pale ambavyo pia na vyenyewe kwa 100% tunasema vinatumika au vinahusiana na ulimwengu wa roho, na ndio nataka tukaanzie hapo. Kuna kimoja ambacho wiki iliyopita, hiyo mwezi uliopita sikukisema, ila leo ndo nataka tukatokee hapo. Moja ya mambo ya msingi ni kwamba ulimwengu wa roho unaendeshwa kwa imani. Kwa hiyo vyote vile ambavyo tulijifunza chanzo chake ni imani. Kwa leo nataka tukajifunze kwa habari ya imani na namna ambavyo imani inaweza ikatokeza mambo katika ulimwengu wa roho. Hapo leo ndo tutakaa. Alafu tukimaliza hilo somo basi tutajifunza yale ambayo niliacha siku ile, kwa kuangalia namna ambavyo ulimwengu wa roho unafanya kazi na sauti na maneno. Tutaenda kujazia. Ila leo nataka tukaangalia habari ya imani na namna ambavyo inafanya kazi. Ni moja ya mambo ambayo ni marahisi sana, na pengine hata ukisoma maandiko ni maandiko yale ambayo tunayasoma kila siku, lakini kuna uzito ndani yake ambao tukiujua kuna vitu ambavyo tukavisababisha. Kweli ni kwamba hakuna kinachoweza kutokea pasipo imani. Biblia imeitaja imani kama chanzo, kama msingi wa kila ambacho kipo, kwa maana chochote kile ambacho kimetokea, iwe ni dunia, iwe ni wewe na mambo yako yote ulionayo, Biblia inajaribu kutuonyesha kwamba imani ndiyo iliyotangulia. Kwa kama haujajenga msingi wako kwenye imani, hakuna matokeo yote unaweza kuzalisha nje na imani. Kwa leo sasa nataka tukakaze hapo, tuweke nguvu na tuone kwamba imani inafanyaje kazi. Bwana Yesu asifiwe. Imani inafanyaje kazi, na hiyo imani unaweza kuitumiaje kutokeza matokeo. Jambo moja la msingi ambalo ukaliandika, ambalo tutapata muda mzuri wa kulichambua, mimi nakufundisha imani kwa kuna pointi nyingi. Sasa pointi moja wapo ya msingi ambao ninatamani na nataka kila mtu aishike ni kujua kwamba imani imetajwa kama ufunguo. Imani imetajwa kama ufunguo, lakini imani imetajwa kama passport, na ambapo watu kama passport fulani ambayo inaweza kukupa access au kukupa uwezo wa wewe kuingia kwenye jambo fulani. Nikamwambia mtu katika ulimwengu wa mwili ambao tupo, fedha ina thamani fulani ambao watu wanasema fedha ni jawabu la mambo yote, kwamba chochote unachokitaka ukiwa na fedha utakitokeza. Sasa kwenye ulimwengu wa roho haiko hivyo. Maana kwenye ulimwengu wa roho imani ndio ambayo ukiwa nayo inaweza kutokeza chochote. Na nikaja kuambia watu kwamba fedha, kuna mambo hapa duniani haiwezi kuyanunua. Bwana Yesu asifiwe. Yaani kuna mambo hapa duniani fedha haiwezi kuyanunua. Japo
lakini imani hakuna kitu ambacho haiwezi kukinunua. Kwa hiyo anawaambia watu imani ni sarafu. Imani ni kitu ambacho yoyote mwenye nacho katika ulimwengu wa roho anaweza kuchukua chochote, anaweza kufanya chochote. Ndio maana anawaambia watu, unachotaka kukinunua, unachotaka kukimiliki kwenye ulimwengu wa roho, hautaulizwa una kiasi gani, ila utaulizwa una imani kiasi gani. Kwa nini? Kwa sababu imani ndiyo inayotoa hiyo access ya wewe kumiliki kitu fulani. Imani ndio inayotoa mwanga, inayokupa wewe uwezo wa kukishika hicho kitu na kuweza kuwa nacho. Ndio maana inapotokea mtu anataka kufanya jambo lolote la kiimani, alafu akatanguliza neno fedha, tunajua kwamba automatically huyu mtu yani hana maisha. Kwa nini? Kwa sababu jambo lolote la kiroho, cha kwanza ni imani. Fedha inakuja baadaye. Yaani fedha ni product pia, ni moja ya vitu ambavyo imani inaweza kuvivuta. Tunaelewana? Yaani fedha ni miongoni mwa vitu ambavyo imani inaweza ikavileta. Kwa hiyo tunasema fedha ikishatangulia, maana yake wewe possibility ya kupigwa ni rahisi, kwa sababu kwenye ulimwengu wa kiroho fedha ni jambo la baadaye. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kama tunaweza tukaielewa imani kwa maono hayo, kwa ufahamu huu ambao nakupa sasa hivi, maana yake tunaweza tukajenga hatua kwenye kuelewa kwamba cha kwanza kinachohitajika ni imani, alafu vingine vinafuata. Maana yake mtu ambaye anataka kutokeza jambo lolote, kwa sababu soko linasema namna ambavyo kanuni mbalimbali za kiroho, yaani namna unaweza kutumia kanuni za kiroho kutokeza mambo, kutokeza matokeo. Kwa hiyo mtu anataka matokeo na anajua kabisa kwamba ili jambo napaswa kulisababisha rohoni, chochote ambacho kitakuwa ni hitaji lake kitakuwa baada ya imani. Swali la Yesu anaambia watu, mfano labda ni kijana wa kiume anataka tuseme na kuoa. Unafikia nitaji nini? Hebu nitaji nini kwa haraka vitu vya msingi. Achana kwanza na imani, vya duniani ambapo unahitaji vitu vya nini? Mali. Ndio jambo la kwanza, si ni fedha hiyo sio. Kingine nyumba. Hapo hatuna nyumba. Tunaishi. Sasa kingine wewe fikia kwamba nataka kuoa, kingine utaja fedha, nyumba. Sasa nyumba tuseme malazi, yani mahali pa kulala, pa kuhifadhi kichwa chake. Ambapo mwana wa Adamu alisema yeye hana, mtu anahitaji ili aoe. Kingine chakula. Umeona? Hayo ni mahitaji ambayo ni lazima kwamba mtu kama anataka kuoa inabidi awe nayo, sio? Mfano mtu anataka kuandaa labda tukio, tuseme ibada, labda wewe ni mwimbaji, unataka kuandaa ibada kubwa, kwenye poster umeandika ibada kubwa ya kusifu na kuabudu. Si ndio? Umemwambia na nao design wa kuwekea picha pale ya watu wengi. Unahitaji nini? Venue. Ambayo venue inapatikana kwa fedha au kwa kujuana na watu, sio? Kingine unachohitaji nini? Watu. Leo. Umeona? Kwa hivyo najaribu kutazamisha mambo ambayo sisi tunaweza tukadhani kwamba ndio yanashambulia, alafu imani inakuja baadaye. Alafu kumbe imani ndio inapaswa kwenda mbele, alafu fedha huwa inafuatia hapo. Tunaelewana? Chakula huwa kinakuja hapo. Chochote venue inakuja hapo. Hata watu wanakuja hapo baada tu ya imani kuwa imetangulia. Ndio maana nasema mtu mwenye imani anaweza kutokeza chochote. Kwa nini? Kwa sababu imani ina uwezo wa kununua mambo katika ulimwengu wa roho. Imani ina uwezo wa kunyang'anya vitu kwenye ulimwengu wa roho. Imani ina uwezo wa kuchukua vitu. Nitawaonyesha kesi kadhaa na inaweza ikakubadilishia kabisa ufahamu, ukaanza kuwaza upya kwamba hivi kumbe ndio iko hivi. Yaani imani ina uwezo wa kuchengesha hata mapenzi ya Mungu. Yaani jambo ambalo Mungu amepanga leo hivi, imani ina uwezo wa kucheza nao na likatokea vingine. Sielewana? Yaani hiyo imani ina uwezo wa kuzalisha jambo ambalo haliko hata kwenye system, halijapangwa kabisa katika economy ya mbinguni, likatokea. Kwa nini? Kwa sababu tu kuna mtu ana hiyo, maana akishakuwa nayo, kinachofuata ni nini? 100% yule mtu anaweza akapata access
Maana yake kwenye ulimwengu wa roho tunaangalia una imani kiwango gani. Ni kama tu ukienda dukani, unataka kununua kitu, baada ya kanunua set ya drums. Ni sawa? Nafikiri ukifika pale, muuzaji anachohitaji ni fedha. Hawezi kukwambia wewe ni kabila gani kwanza. Sio, unaelewa? Ukiona anauliza mambo ya kabila, unajua huyu sio mfanyabiashara. Kabila sio issue, kimo chako sio issue, jinsia sio issue. Yaani sasa hatukuzii wewe kwa sababu ni binti. Ila cha kwanza ni nini? Ni fedha. Na fedha iko hivi, akiwa nayo mtoto kwa miaka 5 anapata hizi. Akiwa nayo mtu mwenye miaka 20 anazipata. Akiwa nayo mtu mwenye miaka 100 bado yote anazipata. Umeona hiyo ajabu? Maana fedha inakuwa kama vile kwamba haiangalii jinsia, haiangalii miaka, haiangalii chochote, ila mradi unayo unaweza kupokea. Sasa na imani ndio hivyo kwenye ulimwengu wa roho. Maana yake ikitokea mtu anayo, mimi nikwambia ukweli, kuna vitu watu wanavimiliki kabisa kwa imani, lakini wala hata hawamtukuzi huyo Mungu wako ambaye wewe unamtukuza. Na hiyo ni ajabu. Nawaambia kwa watu, mpagani akikuzidi imani anaweza kukushinda. Kwa sababu ulimwengu au chunguzi sana wewe nani, umetoka wapi, una nini, ile inaangalia una imani kiasi gani. Kwenye account yako una kiasi gani. Unaelewana? Ndio ile maana yake mimi katokea hata kama nimefika nchi yoyote ila nina fedha zangu. Kama nitashindwa kuishi, taishi hata kama kuna baridi. Nitatafutiwa namna kwa fedha zangu kwenye chumba changu, kwa hiyo kuna joto kama niko Tanzania. Ni fedha, si ndio? Maana yake hata kama lile eneo kuna namna labda mimi nisingeruhusiwa kuwepo, sasa nikawepo kwa sababu nina fedha. Sasa imani ndivyo ina mawanda makubwa katika ulimwengu wa roho, kiasi ambacho mtu anayemiliki anaweza akaenda kushoto, akaenda kulia, akazunguka, akafanya chochote, kwa maana mtu mwenye imani sio mwenzako. Bwana Yesu asifiwe. Waga naambiaga watu, yani ni kama tuko darasani. Watu wote yani wanajua kwamba ukichukua watu wa chemistry, ukichukua sodium ukajumlisha na chlorine unapata sodium chloride. Ila sasa ajabu ni kwamba ukichukua sodium weka chlorine weka na imani, inaweza kuzaliwa chai na mkali. Unaelewa? Yaani nakutazamisha tu kule ile imani na maajabu fulani hivi ambayo ni basi tu yani tunashindwa kuitumia vizuri kutokeza mambo. Ndio maana kuna mtu sasa akaanza kuongea vitu, ukimsikiliza unagundua kabisa huyu jamaa hata kuja atokeze chochote. Kwa nini? Kwa sababu kwanza ambacho amekosa ni imani. Yeye anadhani kwamba eti anahitaji fedha. Anadhani kwamba eti anahitaji labda apate ajira fulani. Anadhani anahitaji connection, anahitaji kujuana kwanza na mtu fulani. Kama anahitaji imani, afile imani inaweza ikamleta yule mtu pale. Sawa. Ndio namna ambapo imani ilivyo. Maana yake ikiingia kwenye chochote, matokeo yanaweza kubadilika. Tunaelewana? Ndio maana mtu ambaye yuko mahututi na ugonjwa wake hauna dawa, ni rahisi madaktari kusema kuhitimisha kwamba anafariki. Ila imani ikiingia pale, yule mtu anaweza asife. Yeye anaweza asife kabisa na maisha mengine yakaendelea. Tunaelewana? Sasa wakati alianza somo, nikasema lazima tutafute kesi ya ngano moja, alafu ndo tuzungukie hapa. Sawa? Yaani tuone vitu ambavyo imani inaweza ikavinunua kwenye ulimwengu wa roho. Tuchague kesi moja tu, alafu ndo tukae hapa. Sawa? Labda mfano imani inaweza ikaleta fedha. Sawa? Imani inaweza ikaleta watu. Imani sio tu hivyo, inaweza kununua vitu ambavyo fedha haiwezi kununua. Watu wanaweza kununuliwa kwa fedha, sio? Na fedha inaweza kupatikana kwa fedha. Kuna mahali ukiwa na hela unapata hela. Ni sawa? Kwa fedha inaweza kupatikana kwa fedha. Ila kuna mambo mazito kama uponyaji ambao tunajua yani madaktari wanaweza kutibu. Matibabu yananunuliwa, ila uponyaji hauna fedha yoyote sawa ya kununua. Ndio maana daktari akienda akamhudumia mtu asemi nimemponya. Tumeelewana? Yaani kuna shida, hawezi akamponya na anaweza kutibu. Kwa matibabu yanaweza kupatikana. Na matibabu ni yapi? Kwa mfano, mtu anaumwa kichwa, anaumwa malaria. Dawa za malaria zipo, si? Ukinywa dawa za malaria pale, wewe umejitibu. Sawa. Ila usipokunywa zile dawa, labda ukanywa tu maji ya moto,
alafu ukaondoka, tunapata shida hapa kwa nini kimetokea, kwa sababu tuna uhakika maji ya moto hawezi kufanya mtu apone malaria unless turudishe madaktari tena wakafanya research kuangalia kwenye maji ya moto kuna nini. Si sawa? Kwa pale ambapo madaktari wanakubali kwa maji ya moto hayawezi, ila yakaweza kwako, kuna kitu kimeingia. Mimi binafsi nasema kuna element ya kigeni imeingilia jambo na kuna kitu kimefanyika. Ndio imani jinsi ilivyo. Maana yake ikiingilia sehemu ina uwezo wa kubadilisha matokeo, ikaleta jambo jipya. Ndio maana niliwahi kukaa mtu mmoja mwenye imani sana. Anasema, "Yaani wewe ukiumwa, ukanywa dawa ukapona, usiseme hata ni Yesu amekuponya." Kwa nini? Akasema sasa, yaani tunapomtaja Yesu, tunatakiwa tuelewe kwamba yuko specifically amekuja kwa ajili ya walio wa kwake. Kwa anasema maana yake Yesu ana vitu kwa ajili ya watu wake, sio kwa ajili ya kila mtu. Kwa kama hiyo dawa anaweza akanywa mtu yuko pale stendi ni mvuta bangi naye akapona. Hapa tuna mashaka. Sinaelewa. Sasa ukigundua sio Yesu ambaye yuko pale, ila kitu ambacho pale kinakosa ni imani. Yule mtu atapona kwa zile dawa basi kwa imani yote. Unaweza ukapona kwa plus na imani pale. Ndio tunategemea tupate tofauti. Hata nilipotafuta kesi mbalimbali, nimeangalia tujifunze tuone namna ambapo imani inaleta fedha. Nikasema mtachanganyikiwa. Kwa sababu kuna watu hamtaamini. Sawa, kuna watu hamtaamini. Imani inaletaje hela? Ile imani inaleta hela. Sawa. Huyu hapo kuna kambi moja ya kweli. Nilienda nikawafundisha. Mwisho kuna kitu nilifundisha kwa habari ya unapohitaji kwenda kutumika. Alafu nini unahitaji? Niliwaambia hao, yaani utayari. Fedha zitakupeleka safari. Hiyo ni zao la imani. Sawa, ni zao la imani. Alafu tukazungumza kidogo kuhusu uponyaji. Kwa sababu uponyaji ni moja ya mambo ambayo fedha isipenunua. Tutaangalia kwa mifano namna ambavyo imani ina uwezo wa kununua uponyaji. Sawa. Namna ambavyo imani ina uwezo wa kununua uponyaji. Sasa wakati nafanya hapa, tutaanza kufungua maandiko mengi muda si mrefu. Lakini wakati ninaandaa hapa, nikawa najaribu kuangalia kwamba ili ulitaje tatizo na utaje namna gani unaweza kulisolve, bila shaka ni requirement ya muhimu kujua nini kimesababisha hilo tatizo. Sawa? Ndio maana nasema magonjwa lazima tuambiane tu ukweli kwamba bustanini hakukuwa na magonjwa. Tunaelewana? Hayakuwepo. Yaani hakuna siku ungemkuta Adam anaumwa. Na kwa nini Adamu hakuweza kuumwa? Kwa sababu hakukuwa na kitu kinachoweza kumsababisha Adamu aumwe. Tunaelewana? Huko ndo tunaanzia. Yaani hakukuwa na sababu. Tukitafuta visababishi vya magonjwa vyote, tunagundua kwenye ile bustani hakukuwepo. Yaani maana hata wewe ungechukuliwa ukatupwa pale bustanini, yaani hata wewe na masikoseli yako na maugonjwa mengi tukakutupa bustanini, huwezi ukaumwa tena. Kwa nini? Hakuna kitu kinachoweza kusababisha mtu aumwe. Kwa hiyo magonjwa ni moja ya mazao ya dhambi. Baada ya Adamu kuwa amekosea, baada ya Adamu kuwa amefanya vibaya, pale ndio magonjwa yakaingia. Yaani huo ndio ukweli, ndio mlango ukafunguliwa wa magonjwa. Ndio pale sasa mtu anaweza kaumwa kutokea pale. Kwa hiyo kirudi umemsababisha magonjwa ambavyo ndio mimi nasimamia kwamba Adamu asingeweza kuumwa. Cha kwanza nafikiri ni bakteria, virus au wadudu sisi. Wale wanasababisha sisi tuumwe. Yaani mtu sasa naumwa typhoid, sio? Naumwa sijui malaria. Kitu ambacho tunashindwa kukielewa ni kwamba yaani wewe ndio unaumwa, lakini wenzio wale wadudu wako katika shughuli zao za kila siku za kujitafutia chakula. Hivi unaelewa? Huyu si lazima afya anaweza kuprove. Yaani wao wanakuwa wanakula kwenye mwili wako ili waishi. Sijui unaelewa? Ila wewe kwa sababu mwili wako una vitu vya kukutosha wewe, unakuwa dhaifu kwa sababu chakula chako kuna watu wanakipunguza ambao wewe hujawekea bajeti. Wakati unaenda kula ugali unasema nakula hapa na bakteria na wale. Sijui umeona. Kwa wao wanakuwa katika zoezi la kila siku, kwa maana zile kazi wanazozifanya zinawasaidia wao kuishi na wao kudumu.
Sasa kwenye bustani, moja ya mambo yalikuwa yanamsaidia Adamu hawezi kuumwa kwa sababu ya bakteria. Mungu alikuwa ameweka patano kati ya Adamu na viumbe wote waliokuwa pale bustanini. Adamu hakuwa na uadui na kiumbe chochote bustanini. Maana yake simba huyu ni mkali, ukikutana naye unaogopa. Ila Adamu alikuwa anaweza kukaa na simba wakazungumza, wakaelewana, na simba hawezi kumzuru Adamu. Niliwaprovia kwani simba alikuwa anakula nyasi. Hii wapi imeandikwa? Ukisoma Isaya 11 unaona Biblia inazungumza kwa habari ya ile shina la Yese atakayochipuka. Mambo yatakayotokea, anasema simba atakula nyasi. Maana yake mambo ambayo Yesu anakuja kuyarestore, kuyarejesha, moja wapo ni hilo. Anasemaje pale? Anasema kwamba mtoto mdogo atacheza kwenye pango la fili. Sio? Maana yake wale nge wanaong'ata, hakuna uadui kati yao na nge. Kwanza ukashika nge ukaweka mfukoni. Nyuki hao ukadili nao, sawa, ukaenda kuchukua asali bila shida, yaani wenyewe wakaendelea na shughuli zao, wewe ukachukua asali ukaondoka. Ndio kilichokuwepo bustanini. Kwa hiyo Adamu msikia mtu anaumwa kwa sababu anaumwa typhoid. Kwa nini? Kwa maana amekunywa maji machafu. Maji machafu yana bakteria. Sasa bakteria hawana shida naye. Kwa hata kama ingetokea wakaingia kwenye mwili wa Adamu, hawakuwa na shida na Adamu kabisa. Hawakuwa na ugomvi. Na utaona Mungu alieleza system ambayo hata viumbe vilikuwa havitafunani. Yaani wewe kwamba watu wa biolojia watuonyesha kwamba simba lazima ale swala ili aishi. Mungu alitengeneza kama mimea ndio walishe wanyama. Kwa hiyo maana kutegemea simba ale majani. Vitu pale Biblia inazungumza kwa habari ya ng'ombe, yaani ng'ombe anakaa pamoja na dubu na anasema anawatalisha pamoja. Yaani hapa ng'ombe, hapa simba, hapa nani yule mwingine leo atafuna chui. Alafu maisha yanaenda. Umeelewa? Kwa sababu ya kwanza inayosababisha watu waumwe kiukweli kwa Adamu haikuwepo. Sawa. Sababu ya pili ni tunasema ni uzembe wa masuala ya chakula. Yaani kushindwa kuzingatia mlo kamili inaweza kusababisha ukaumwa. Mfano, unataka ule matunda ili kinga za mwili wako zikae vizuri. Lakini wewe matunda jala, mboga za majani huli, mwisho wa siku umedhoofika. Kosa ni nini? Wale wataalamu wanasema malnutrition, maana yake kuna lishe imepungua. Sasa hili jambo lilikuwa haliwezi kumtokea Adamu kwa sababu moja kati ya vitu vya ajabu bustanini, Mungu alitengeneza ulimwengu wa ajabu ambao yani hauhitaji kulipia kosa lolote unaloweza kulifanya. Maana yake nataka nikuelekeze kwamba hii system ya watu kula mlo dhaifu wakaumwa ni system ambayo imekuja baada ya Adamu kutakiwa kulipia kila ambacho atakuwa amefanya. Maana yake haujala chakula chenye mlo kamili, sio? Nini kinatokea? Inabidi ulipie hilo jambo. Kwa utalipiaje? Inabidi uumwe. Maji umeyakuta pale, wewe utaki kuchemsha, umejiona mjanja, umekunywa. Kuumwa unakuja kama kulipa nini ambacho kimetokea, uzembe ambao umeufanya wewe. Kwa unalipia. Sasa Adamu alikuwa excluded kwenye makosa. Yaani Adamu alikuwa hana uzembe, anaweza akafanya akabidi alipishwe. Unaelewa? Maana magonjwa mengine ni matokeo ya uzembe fulani kwenye chakula. Usikia mtu anaumwa sukari, ukifuatia alikuwa anakunywa mapombe. Kwa sukari inakuja kwa sababu gani? Anapaswa kulipia. Mtu figo imefeli, kichunguza nini? Kuna vinywaji alikuwa anakunywa ambavyo mwisho wa siku vilimuingiza kwenye shida. Kwa ile shida imetokea kwa nini? Kwa sababu ni malipo ya uzembe aliyofanya. Sasa Adamu alikuwa excluded kwenye kulipa chochote kwa sababu alikuwa anaishi katika ulimwengu ambao haulipi makosa. Sawa? Ambao ndio ulimwengu ambao Yesu alikuleta sasa. Unaelewa? Yesu alichokileta mojawapo ni hii kwamba hatulipi makosa na huwezi kulipia makosa. Yaani wewe sasa ndio ungesema tu kwamba kila ukifanya dhambi moja tunakuchapa viboko 5. Wewe usingetokuwa hata wiki mbili. Maana ungechapa vingi. Sawa. Singeweza. Sijui unaelewa hicho. Watu fanya wapaga mfano naambia fikiria ungeambiwa kwa ajili ya dhambi zako ulizofanya upigwe viboko labda 300. Ungeweza kuvumilia, lakini baba na ndugu zako waliofanya makosa na yeye tunakupiga wewe. Haya, umepigwa leo viboko 300, umetoka umetembea umefika zako tu pale Sabasaba, umekosea tena unarudi viboko 300. Ungeweza? Ndio Yesu alichokileta kile. Ndio damu ya Yesu nini? Makosa ndio Adamu alikuwa kwenye hiyo dunia. Adamu hata angefanya kosa lolote, uzembe wowote, yaani Adamu kama angelala hana neti, hamna mtu anaweza kumguza usapo wake. Ana kosa. Ndio alikuwa anakaa kwenye huo ulimwengu.
Lakini jambo la tatu ndio ile magonjwa yanasababishwa kwa sababu ya polisi. Sasa polisi asili yake ni kwamba lazima awepo mtu fulani mwenye huo ugonjwa ili uende kwa mwingine, si? Na huyo ambaye ulimwanzia lazima tukubali kwamba kuna makosa aliyafanya mahali fulani. Kile kitu kikaingia kwenye jinsi kinalistishwa. Sasa Adamu yeye alikuwa nje na makosa. Kwa hata kama babu yake Adamu angekuwepo na akawa alikosea, bado Adamu asingepata magonjwa. Unaelewa hiyo? Sasa nimekupa huo msingi ili tujue kwamba magonjwa ni moja ya mambo ambayo binafsi naamini unapaswa kutumia imani yako kuhakikisha unanunua uponyaji na unahakikisha unakuwa sawa. Inaelewana? Ndio hiyo mtu anasema, kwa maana yake sitakiwi kuumwa au siwezi kuumwa. Of course utakiwi kuumwa, ila unaweza ukaumwa. Sawa? Ila sasa njia rahisi ambayo ipo ni kwamba kuna kitu cha imani. Unaweza kununua hii. Maana mengi katika vitu vigumu kununuliwa kwenye ulimwengu wa roho ni uponyaji. Sawa? Yaani uponyaji ndio kazi kununua. Fedha ni rahisi. Wapi? Ulimwengu wa roho ni kugusa tu. Ila uponyaji ni mgumu. Sasa tuone uponyaji unapatikanaje. Mambo matatu ambayo niliangalia. Mimi nilijaribu kuona wakati Yesu anawaponya watu. Na nikapata kitu cha muhimu sana pale ambacho hata leo nawaambiaga watu ni moja ya mambo ambayo ndio kwanza uyajue. Inapotokea umeumwa, mtu anaumwa, unaenda kumuombea au unafanyaje na unataka kuhakikisha kwamba kupona kwake kunakuwa kwa imani, haya lazima uyajue. Unajua unaweza kuwa unaenda kumuombea mtu lakini wewe unajua kwamba nusu imani, nusu natumia akili zangu na ujanja wangu. Sawa? Shafika mahali mtu anakuombea kwa kimeza na kusisitiza kunywa dawa. Yaani amekuombea pale na kusema hakikisha tu unakunywa dawa. Yaani wakati tayari hapo hiyo sio imani pure. Sawa? Yaani ile imani pure kuna kitu kishabisi tayari. Hakikisha unakunywa dawa. Mwingine anategemea kwamba anakuombea afu anaanza kukushauri. Sawa? Ila sasa uzingatie kufanya mazoezi. Wewe unaamka saa 11. Kwa hiyo imani ipo kidogo kwenye maombi, lakini pia kuna njia fulani ambazo anaamini hizo hazihitaji imani zishughulikie. Sasa nataka nizungumzie uponyaji katika purest form, yaani ile kwamba ni imani tu ndio imemwinua mtu. Nataka nizungumzie huo. Sawa? Maana hiyo imani inaweza kufanya hicho kitu, ndio inaweza ikafanya mtu mwingine atembee. Sasa kwenye Biblia mimi ninawaambia kwa watu moja kati ya vitu ambavyo niliviona ni kwamba uponyaji kwenye Biblia yako unaitwa chakula cha watoto. Sawa? Shekuone. Kabisa hata kusikia. Kama wale wanakumbuka wale wanaulizwa na Paulo. Paulo anawaambia, "Nyinyi mlipokea hata kusikia." Maana hata kusikia umewahi, ndio? Kama uponyaji umebatizwa jina unaitwa chakula cha watoto. Ndio. Wewe hujaanza kusikia leo. Au umewahi ukashakusikia. Wewe umewahi kusikia? Au ujui kama umewahi kusikia au hujawahi. Uelewe. Uponyaji unaitwa chakula cha watoto. Na ninajua kwa nini uliitwa hilo jina. Sawa. Wakati tutauona huo mfano mbele, lakini wakati Yesu amefuatwa na yule baba Mkananaye na kuambiwa amponye mwanae, Yesu kuna kauli anaiongea pale. Sawa? Anasema sikutumwa ila tu kwa kondoo waliopotea wa Israeli. Maana mimi nimekuja kwa kazi ya Israeli, sijatumwa kwa taifa lingine. Tunaelewa. Yule mama alipokuja kuomba kuponywa, kauli ya Yesu anasema siwezi nikachukua chakula cha watoto. Si uponyaji nataka hiki chakula cha watoto. Nikampa mbwa. Manake ule uponyaji ambao Yesu alikuwa nao ni kwa ajili ya watoto waliokuwa wamekusudiwa kwa wakati wa taifa la Israeli. Hata kutokea tu hapo tunatakiwa tuanze kuulizana. Kwa kauli tu hiyo peke yake. Yaani ni mapenzi ya Mungu watu waponywe au sio mapenzi ya Mungu? Yaani kwa kauli hiyo tu peke yake. Chakula cha watoto. Manake iko wanatakiwa wale, sio? Kwa hiyo ni mapenzi ya baba watu wale au yaani mapenzi ya baba watoto wale au wasile. Unaelewana? Kwa uponyaji kwenye hiyo kauli tunaona kwamba ni mapenzi ya Mungu watu wapo. Mapenzi yake kabisa kwa sababu anakiita kama chakula cha watoto. Na hamna, yaani kama tunajua kwamba tusipokula hatuwezi
tukaishi. Sawa. Kisoma ile sala, ile sala ya baba yetu. Sala maarufu zaidi duniani. Mmeshaona pale kuna andiko linasema utuponye magonjwa yetu. Unahisi kwa nini? Yaani sala nzima ukisoma mpaka mwisho uone unasema utuponye magonjwa yetu. Kwamba Yesu akajui kwamba kwenye Israeli kuna watu ni wagonjwa. Kwa nini hajamention hilo hitaji? Hebu ulizana jirani yako sasa hapa. Mlipe jibu. Nione mko smart kiasi gani. Hiyo ulizaneni kwa nini? Yaani kwamba Mungu hataki tuponywe kwa sababu unajua wewe kwa kitu. Mmoja kati ya mambo watu hawajui. Ile sala kuna watu wanaichukulia poa na watu wanaidharau kwa sababu inaonekana kama sala ya kidini hivi, sio? Kwa sababu inasemwa na watu wa dini. Ila uweze amini maombi yako yote unayoomba duniani yako nje. Naambia watu omba chochote uombacho. Naweza nikakuonyesha kiko wapi mimi. Sema kuna kodi. Kwa hata magonjwa yako mle. Sawa. Ila tu yamewekwa kwa kodi fulani ambayo unahitaji kuwa smart kujua kwamba kumbe kupitia hiki ndio nakuwa nimeshaomba na kuponya magonjwa. Simeelewana. Yaani ukweli uko hivyo. Nimeshafanya challenge na watu nikamwambia boy niambie chochote ambacho unaweza kukiomba sasa hivi afu tukitafute huko. Kwa afisha somo hilo. Sala baba yetu uliye mbinguni. Yaani somo lenyewe ni sala. Na wafundisha watu muhimu ile sala na namna ambavyo ipo, wasichukulie kwamba tu kwamba iko kidini na nini, wasione hivyo. Sasa mmeshapata kuona. Mmeshajua sababu kwa nini haikutaji. Yesu asema utuponye magonjwa yetu. Mmeshajua sababu? Hebu walipata sababu bila kanisikie. Bila msidanganye. Sababu nilipata. Sababu nilipata kwa sababu kwa nini anaandika ni kwamba amesema pale utupe leo riziki yetu ya kasi. Yeah. Yes. Sema nyasema utupe mkate wetu. Si chakula. Sielewa. Ni jambo la kila siku. Yaani kwamba kila nikiamka atakuwa niponye. Ndio maana kitokea nimeamka na umwa. Unakuwa unaitwa iko sawa. Yaani wewe ufahamu, ndio ufahamu ambao unapoenda kuombea mtu ndio ujue kwamba tunachokidai sasa hivi mbinguni tunadai mkate wa kila siku. Sawa? Ndio maana Yesu anasema nawezaje kuchukua chakula? Yaani angeweza kusema nawezaje kuchukua mabegi ya watoto nikampa mtu wa nje zile. Angeweza kusema nawezaje kuchukua nguo za wanangu nikawavaisha watu wengine. Lazima chakula. Nawezaje kuchukua chakula? Yaani Yesu anaona uponyaji kama chakula. Ndio maana anaona kuomba Mungu niponye. Maana ujue unadai nini? Sawa? Kwamba unachokidai sio tu uponyaji, unadai chakula. Sawa? Tena cha kila siku. Sawa? Ile ndio mkate wetu wa kila siku. Riziki zetu. Maana yake ni moja ya mambo ambayo unayadai. Ndio maana ukianza kuomba sasa Mungu akuponye magonjwa, wewe hilo ombi lako linaingia kwenye mstari tayari. Umo kwa sababu ni vitu ambavyo vyote tunavitegemea vipatikane. Bwana Yesu asifiwe. Tumeelewana? Sasa hayo mambo ambayo inataka sasa tuwe taratibu, maana kuanzia hao nikaanza kukimbia kama wote utaona. Mbona vitu vinauma tutachanganyikiwa. Hapo nataka tu taratibu. Lengo langu tu ni kuonyesha kwamba imani ina uwezo wa kununua chochote. Sawa? Na nimesema ningeweza kuwafundisha namna ambavyo imani inaweza kununua fedha. Lakini jambo rahisi. Imani inaweza kupata watu, jambo rahisi. Jambo ambalo nimeona ni gumu na lina mkanganyiko mkubwa kwenye kanisa ni uponyaji. Kwa sababu bado kuna watu wana imani ifuatayo. Kuna mwalimu mmoja alituchallenge mahali. Akasema wangapi wanaamini kwamba Mungu anaweza akaruhusu umwe ili atengeneze ushuhuda fulani. Yaani Mungu akawa na kazi na hiyo kuumwa kwako. Kanisa lazima tukanyoshe. Hapo jamaa akasema wewe mfano wewe unaamini unaweza ukaumwa kwa sababu ya hilo jambo. Mimi naamini kabisa kwamba Mungu anaweza akaruhusu niumwe ili atengeneze ushuhuda fulani. Tena nikatoa na mfano kama kwa Ayubu. Na Ayubu jamaa akaniambia achana na Ayubu, wewe sasa hivi mfano usiku imefika. Huo ugonjwa ambao tunaamini Mungu ana kazi nao, si ndio? Ndio maana upo ukazidiwa wewe ukatoa macho yakawa yametoka juu hivi. Nini kitafanyika? Utasemaje? Sema nipelekeni hospitali. Hospitali na kufanya nini? Kuponya. Kwa hiyo unapingana na Mungu, unaenda kumwaidia Mungu kitu ambacho Mungu ana kazi nacho. Si ndio hivyo?
Maana tuseme mimi naumwa kwa sababu Mungu ameruhusu niumwe ili nipelekwe ili niumwe ili kutengeneze ushuhuda. Maana sitaki kwenda hospitali. Sasa unaenda hospitali kufanya nini kama Mungu ana kazi na huo ugonjwa? Si utasababisha apige madaktari wote. Aunguze na hospitali kwa hasira kwa sababu yeye ana kazi na huo ugonjwa. Wewe unapeleka wapi? Tunaelewana? Kwa hiyo mimi nilichallengewa hivyo. Nikabidi tu nitoe macho kwamba hivi kumbe kama naamini Mungu ameruhusu niumwe sitaki kwenda hospitali. Kwa sababu ile tunaenda hospitali na najaribu kushindana na Mungu sasa. Na wanaoshindana na Mungu nikitawakuta. Maana Mungu ameweka na kazi nao. Wewe unaenda hospitali kufanya kutaka kutibu. Mungu anaalika. Kwa pale ndio nikagundua hivi kumbe hamna ugonjwa ambao Mungu ana kazi nao. Na ukiamini kwamba Mungu ana kazi nao maana yake utabaki nao. Basi Mungu ana kazi nao inabidi mkae. Tumeelewana. Hakuna ugonjwa ambao Mungu ana kazi nao kwenye mwili wako. Tumeelewa. Moja ya mambo ambayo takupa. Sasa ndio tujifunza kwamba hiyo uponyaji utokee tunahitaji mambo matatu. Moja ni mapenzi ya Mungu kuponya. Mbili ni wakati wa Mungu kuponya. Na jambo la tatu ni uwezo wa Mungu kuponya. Maana cha kwanza tunaangalia je, hilo jambo ambalo tunataka tumuombe Mungu alifanye lipo kwenye lipo kwenye uwezo wake. Maana Yesu anaweza kulifanya. Jambo la kwanza. Mbili, tunaangalia je, hili jambo ambalo tunataka Mungu aliponye ni mapenzi yake. Sawa? Kwa sababu inawezekana anaweza kulifanya lakini sio mapenzi yake. Sawa? Tatu, tunaangalia je, ni wakati sahihi wa wewe kuponywa. Tunaelewana? Yaani kwamba hicho wewe unataka Yesu akuponye ndio wakati ambao Yesu anataka kuponya. Sawa? Maana yake inawezekana anaweza na inawezekana ni mapenzi yake lakini sio leo mwakani. Ndio? Na hapo sasa ndio tumetulia. Kwanza mimi kama nilifanya nataka nikajaribu kuonyesha namna wakati, mapenzi na uwezo wa Mungu vinavyoweza kwenda kwa imani. Sawa? Jambo la kwanza ambalo nafikiri tunakubaliana kwamba Mungu anaweza, si? Kwa hiyo tunamtunga hapa ana mashaka kwa Mungu hawezi kuponya ugonjwa. Maana kama yupo hapo tumtoe kwa nje. Tuanze naye mafundisho ya hawa hizo. Sawa? Wote ambao tuko hapa tunaamini Yesu anaweza kuponya, si? Ugonjwa wowote. Sio sawa? Kwa kama wote tunaamini kwamba Yesu anaweza kuponya chochote. Kesi iko hapa kwenye mapenzi na muda. Si ndio? Hapa ndio tunataka tukafungue maandiko kwenye Biblia. Tunachambua mifano fulani afu tunaangalia mapenzi ya Mungu hapa ni yapi na wakati wa Mungu hapa ukoje. Sawa? Hizo ndio kesi ambazo tukizichambua utakuja kuelewa kwa nini jambo la uponyaji ni chakula cha watoto. Tutaanza na huu mfano wa yule mama ambao tumeshautaja. Hiyo Mathayo 15. Kama una Biblia tu ifungua kabisa pale kwa sababu kuna vitu vya msingi sana pale ambapo tukiviona hivyo vitatusaidia sana kuyachambua hayo mambo matatu ambayo nimeyasema. Mathayo 15 kuanzia 21 kisa kinaonekana. Biblia inazungumza kwa habari Yesu akaondoka huko akaenda kando pande za Tiro na Sidoni. Tazama mwanamke Mkananayo mpaka ile akatokea, akampazia sauti akisema, "Unirehemu Bwana, Bwana wa Daudi, binti yangu amepagawa sana na pepo." Wala yeye hakumjibu neno. Na wanafunzi wake wakamwendea wakisema, "Mwache aende zake kwa maana anapiga kelele nyuma yetu." Akajibu akasema, "Sikutumwa ila kwa kondoo waliopotea wa nyumba ya Israeli." Naye akaja akamsujudia akisema, "Bwana, unisaidie." Akajibu akasema, "Si vyema ukitwaa chakula cha watoto na kuwatupia mbwa." Sawa? Mpaka hapa peke yake nataka tuchambue vitu vitatu. Uweza wa Yesu kumponya huyu mama ulikuwepo au ukwepo? Ulikuwepo, si ndio? Je, ni mapenzi ya Yesu kumponya huyu mama? Kwa nini? Very specific, si ndio? Kwa hiyo tunagundua hii ni moja ya maeneo ambayo sio mapenzi ya Yesu mtu apone. Ndio maana nikamwambia watu,
hata kama ni mapenzi ya Mungu unaweza ukakataa ugonjwa ukaondoka hujaumwa. Hapa ndio utaona kwamba hivi kumbe hata mapenzi ya Mungu mwenye ugonjwa anaweza akachengeshwa kwa sababu ya nini? Tuone. Sasa tunaona clear kwamba hayakuwa ni mapenzi ya Yesu kumponya. Lakini pia tunaona clear kwamba ulikuwa pia sio wakati. Kwa sababu kama sio mapenzi maana wakati haupo, automatically point namba 3 inakuwa invalid kwa sababu kama hataki maana sasa mambo ya wakati tena tunayazungumzaje, si ndio? Na actually tunaweza tukasema haukuwa wakati kwa sababu Yesu anasema hivi, chakula alichonacho ni kwa ajili ya watoto wa Israeli. Si ndio? Sisi sio wa Israeli leo lakini tunapata uponyaji. Maana yake tunaamini kwamba wakana nayo nao walikuwa na chakula chao ila sio kwa wakati. Sisi tunaelewa. Wakana nayo chakula chao kilikuwa kinakuja na watu kama kina Paulo ambao walitumwa kwa mataifa. Ndio maana Paulo alikuwa akiingia Korinto wale sio wa Israeli anaponya watu. Sisi tunaelewa. Akienda Rumi sio wa Israeli anaponya, maana wakati ulikuwa sahihi kuponya wale watu. Ila huyu mama ni kwamba hata wakati wa kuponya ulikuwa. Yaani hata kama Yesu angesema mamangu natamani kweli nikuponye. Ila sasa sio wakati wa mataifa. Unaelewa? Kwa mambo mawili yalikuwa yanagoma clear kwenye huu mfano. Sasa anaendelea kusema hivi. Tuko mstari wa ngapi? Maisha sawa. 26. Anasema akajibu akasema si vyema kukitoa chakula cha watoto na kuwatupia Mungu. 27 anasema akasema ndiyo, akakubaliana na hilo swali. Bwana, lakini hata mbwa hula makombo yaangukayo mezani pa bwana zao. Ndipo Yesu akajibu akamwambia, mama, imani yako ni kubwa. Unasikia hivi? Afasikia ndio unafuata nasema hivi. Na iwe kwako kama nini? Maana yake nimeangalia kwenye akaunti yako. Sasa wewe sio Mwisraeli. Ila account yako inaonyesha imani yako ni kubwa. Kwa hiyo sasa anamwambia iwe kwako kama nini? Hilo neno unalisikia kama nini? Sio mimi nitakalo kama nini? Yaani wewe na imani yako na kiasi cha iwe kwako kama ushakwenda dukani ukakuta mwenye duka anataka uchukue kifaa fulani au mwingine kifaa kingine. Yaani unichukue hiki ni kizuri, ndio anambia biko hospitali nataka hiki hapa. Mwisho wa siku anasemaje? Chukua tu sababu ile ni ya kwako, si ndio? Ndio Yesu anachokifanya. Hadi mama, imani yako ni kubwa. Maana yake wewe sio Mwisraeli, sio mapenzi yangu. Yaani ndio maana anasema zingatia, anasema iwe kwako kama utakavyo wewe, sio utakavyo mimi. Maana kwa nataka mimi wewe utoboi. Sawa? Ingekuwa kwa wakati wewe upate. Ila imani yako ni kubwa. Kwa hiyo kama wewe ambapo wewe unataka. Bwana Yesu asifiwe. Simrona imani jinsi ilivyo powerful. Unaona watu imani haangalii sura. Unaona kuna mtu mpagani anaweza akamiliki jambo akakushinda kwa imani. Kwa nini unafikiri biashara kubwa zinazomilikiwa hapa mjini zinamilikiwa na watu wameokoka? Watu wapagani wao kama wanazimilikije wale? Ni imani, kwa sababu ulimwengu wa roho unaangalia imani. Sawa? Sometimes unaangalia hata ni Mungu gani kwa imani yako, unaangalia una imani kiasi gani hilo jambo. Fikiria mtu ambaye anaambiwa kwamba ili uwe tajiri, mtoe kutoka kwanza. Hamjui mganga, sio? Hajazaliwa na mganga nyumba moja kusema kwamba huyu kaka namuamini na mjua, sio? Sio? Yaani hawafahamiani. Kiufupi hawajaandikishana mkataba kwa sababu ingekuwa umeandikisha mkataba unasema na muombe nao ila usiponipo tajiri na kufunga, si ndio? Hawajaandikishana mkataba. Lakini mtu hivyo bila mkataba bila nini anaenda na huo mwanae. Unaona hiyo imani? Yaani ile ni imani ambayo akiingia nayo kwenye ulimwengu wa roho hata kama ametoka kuzimu inabidi tu ulimwengu wa roho upishe. Iwe kwake kama atakavyo. Yesu asifiwe. Unaona imani, unaona kwenye habari ya magonjwa, you must know kwamba hata mapenzi ya Mungu yanaweza yakachengesha. Ndio maana mtu akikwambia mimi nafikiri mapenzi ya Mungu ni umri. Actually kama na wewe ni mapenzi yako utaumwa. Ila kama unakataa unaweza. Kwa sababu Biblia imeprove kwamba ilikuwa sio mapenzi ya Yesu, wala ilikuwa sio wakati. Ila Yesu alitoa jibu kwamba imani yako ni kubwa. Sawa? Maana yake kiasi cha fedha kinatosha. Ni sawa na mtoto mdogo aende dukani. Baba amefika pale, mtoto mdogo tu ambao miaka 5, wao unauza duka.
Mtoto mdogo anakuja pale anazungumzia habari ya kuchukua labda let's say unauza electronic device, anataka TV flat screen ya milioni 1. Sio, unaelewa? Tashangaa wewe mtoto, wazazi wako wako wapi? Anaambia mimi ndo mzazi, mimi ndo mimi. Unataka nini? Nataka TV. Una shilingi ngapi? Anaambia milioni 1, anakuambia hii hapa anatoa. Kama kutokea pale unaweza ukamkataza kuondoka na TV? Haiwezekani, kwa sababu ametimiza vigezo. Ndio maana Yesu alichokifanya ni ku-close check tu, kwamba kudhibitisha kwamba kwenye ulimwengu wa roho hii imani inatosha. Akasema mama, imani yako ni kubwa. Sasa iwe tu kama utakavyo. Maana yaani yule mama kwa imani alionayo sio tu hata kama sio mambo ya kuponya, kama kuna mengine anayataka na hiyo. Lakini mkana nayo. Yaani yule hajaokoka, si ndio? Hajabatizwa, hajui Utatu Mtakatifu. Mwafikiri mama alikuwa anajua Utatu Mtakatifu? Wakazi hajui chochote. Yeye anajua tu moja kwamba nimesikia unaponya, nataka umponye mwanangu. Kila Yesu naye anamrudishia huo bila pesa. Sasa kwa hiyo iwe tukao tutaka. Maana yake ulimwengu wa roho hauna namna. Sawa. Maana naambiaga watu wakati wewe tunapima kwenye vitu vidogo sana. Sawa. Vitu vidogo, yaani ndio una walokole. Imani inatoka kwenye mambo madogo mengi unashangaa. Kitu tu kadogo, kitu tu kadogo. Yaani unaweza kupata shida. Sio, unaelewa? Yaani unashangaa labda tunazungumzia sasa hivi kwamba tutafute fedha. Tuende tukamwone mtumishi wa Mungu. Tumbariki. Mnaungana pale kanisa, unashangaa mtu eti hapo tu anapiga chenga kabisa. Na kuna watu wako kuna watu wana maswali magumu. Anasema, "Nyie kazi tu mnapeleka kwa mchungaji. Kwani mchungaji hana mikono, si afanye kazi?" Unasikia? Yaani maana ni mambo ambayo ukiangalia unasema, huyu cha kwanza kilichokosa ni imani. Wenzake wanaenda kutoa kwa sababu kuna jambo wanalitumaini. Kuna jambo wanaliamini kwamba kufanya hivi kwa mtumishi wa Mungu kuna mambo yatatokea kweli. Wana imani. Ila ile imani haipo, kwa anapana kama mbona tunapeleka tu msaada. Mbona kama tu tunafanyaje? Ila kuna watu wako kule. Wakati tunafundisha ile mwezi uliopita niwaambia, sisi hatuko serious. Si sawa. Wenzetu wako serious. Nikasema, wewe nenda kwenye kilinge chochote cha wachawi. Ukikutana na kiti cha plastiki, njoo ni uwe. Hawakai kwenye plastiki wale. Sawa? Hawakai kwenye kiti cha plastiki. Wanakaa chini, wengine wanalala hapo. Sijui unaelewa. Mbona hiyo? Lakini sisi kanisani tumeanza kutafuta namna ya kuweka viti fulani vya kisasa. Tunaenda tukasema kuna kitu cha plastiki kama wamechelewa hivi. Anatamani kwamba kanisa lingetoa wazo kila mshirika awekewe sofa. Sijui umeelewa, unakuwa na kitanda pembeni ukichoka ulali. Mbona Kristo tulivyo? Ndio hivyo, maana tunapotamani. Naambia watu, wewe nenda kwenye vilinge vyao. Katafute. Ukikuta mchanga umetupia makoti manini yeye amejikinga na baridi. Wewe njoo hapa, mimi nitakupata hela. Sijui unaelewa. Sisi yetu tunatafuta namna ya kutengeneza comfortability kwa Mungu wetu. Ile jamaa wako serious na jambo lao. Na miongoni mwa maeneo anapiga ni imani. Yaani kuna vitu anavifanya. Hivi unajua mtu mzima anaenda tu njia panda. Saa 11 unashaanza kutembea sasa. Anaenda njia panda, anaoga pale. Wewe fikiria, unapiga watu wewe uko njia panda, sawa? Atakwambia hata uoge, vua tu hiyo nguo yako nenda njia panda. Ndio nikupea hapa hela. Uwezi. Hiyo ndio jamaa alipochizika. Wamechizika. Ndio maana kuna watu wa Zumaridi, unaweza ukaenda nao interview wakakutoa. Kwa hiyo sasa Zumaridi wanamwabudu kitu cha ovyo vile. Shida ni kwamba imetangulia imani. Alafu ile imani kwa Mungu wala haina macho. Unaelewa? Ni kwamba tu jinsi alivyoamini kwa kiwango chake kule anakutoa na pisho na vitu vinatokea. Kwani nyewe hamjaona watu wako makanisani wanasali makanisa tu ya ajabu ajabu hata hivi. Kama kuna ile kanisa nikaona mmoja jamaa amegundua kitu kinaitwa nini? Kisi la upako. Yaani anakubusu. Kibusio mambo yako yananyoka. Umeona? Na sasa ni vitu ya ajabu. Yaani kama hawa ndio waabudu wa shetani. Ukiangalia akili haisomi kwa sababu sio bora ingekuwa tu kisi. Yaani ndio anaweka ulimi wanaguzishana ulimi. Wanaume. Na angalia kuna shida. Lakini wewe amini wale jamaa wana wenyewe wakienda biashara zao wanamtaja wewe Mungu wao. Na anawatokea na wanauza. Nini kimetokea unafikiri? Kwa sababu ulimwengu wa roho uko design uko very free. Yaani kule kuna uhuru. Hiyo hapa Tanzania kuna uhuru. Mara kidogo serikali, mara dini, mara polisi. Kule kuna uhuru. Yaani unaweza kufanya chochote. Imani na imani tutamiliki. Sawa. Huo mfano wa kwanza, na mfano wa pili.
Ndani hapa zote tunaona na mfano ule akida, lakini kuna mfano ule mama aliyetoka na damu pia. Ni mfano ambao nimechunguza nikagundua ina linki sana na somo letu. Twende Luka ile sura ya 8 mstari wa 43. Na yeye fungueni kabisa muone mambo ambayo Yesu anayazungumza pale. Mstari wa 43. Biblia inasema, na mwanamke mmoja ambaye ametoka na damu muda wa miaka 12, aliyekuwa amegharimiwa mali zake zote kwa kuwapa waganga asipate kuponywa na mtu yoyote, alikwenda, nataka tuone, anasema alikwenda nyuma yake, akaugusa upindo wa vazi lake, na mara hiyo kutoka damu kwake kulikoma. Mpaka hapa tuchague mambo matatu, si ndio? Tatu ya msingi. Mapenzi, uwezo wa Yesu kuponya kwenye hili eneo. Tuna mashaka nao. Maana Yesu alikuwa anaweza kuponya, si ndio? John to discuss mapenzi ya Yesu kuponya. Kwenye hii kesi ilikuwa ni mapenzi ya Yesu kuponya. Kwa nini? Akupanga, akuomba, si ndio? Hata akujieleza, yaani alikuwa kama mwizi, kama haja kuiba, si ndio? Kwa kama Yesu angeuza ni mapenzi yako, angesema mimi sina mapenzi kabisa. Si sawa? Kwa huyu mama ni miongoni mwa watu ambao waliwahi kutokea mahali ambapo sio mapenzi ya Yesu. Sawa? Ni wakati wa mama kuponya. Hebu fikirie. Hiyo ujue tutakao Yesu alikuwa wapi na alikuwa anaenda wapi. Ndio utajua kama ilikuwa ni wakati wa Yesu wa huyu mama kuponya. Yesu sema kajua. Sasa basi Yesu aliporudi mkutano alimkaribisha kwa furaha, mstari wa 40. Maana walikuwa wakimngojea wote. Na tazama mtu mmoja akaja, jina lake Yairo, naye ni mtu mkuu wa sinagogi, akaanguka miguuni pa Yesu, akamsia ingie nyumbani mwake, kwa kuwa binti yake yuko katika kufa, ambaye ni mwana pekee, umri wake umepata miaka 12. Na alipokuwa akienda makutano walimsoma. Nani hapo ulikuwa ni wakati wake wa kuponywa kwenye hii kesi? Yaani nani hapa ana kesi ya mapenzi na wakati? Ni nani? Ni binti wa nani? Wa Yairo, kwa sababu Yesu kashapanga, sawa? Kashaelewa na kashakubali. Umeona yuko njiani, manake muda sio mrefu utakuwa ni wakati wa binti wa Yairo kuponywa. Ila akatokea tu mtu from nowhere. Anayejua kwamba hiki ni chakula. So, naweza nikala. Kaja akamgusa Yesu na akapona. Sasa hapa chini kuna kombo ya Yesu anatafuta nani amenigusa. Maana yake ilikuwa ni vita. Na haikuulizwa mara moja kwamba nani amenigusa hapo Yesu akaendelea mambo yake. Alikaza. Kwani hamjasoma? Wao muone kwanza Petro alipokuja na majibu yake ya rejareja. Wanampenda Petro. Petro ana majibu marahisi kwa maswali magumu. Bwana, hapa kila mtu anakugusa. Yaani Petro akaona mashaka kama huyu yuko sawa kweli. Sasa anasema Yesu akasema ni nani aliyemgusa? Basi akasema, na basi watoto walipokaa na Petro alimwambia, Bwana mkubwa. Watu wote walifanyaje? Walikana. Hata mama mwenyewe aliyemgusa akasema, sio mimi, sipo. Sawa. Akakana naye. Hapa anasema Yesu akasema ni nani aliyemgusa? Okay, Petro sasa aliwaambia Bwana mkubwa, makutano hao wanakuzunguka na kukusonga. Yesu akasema mtu alinigusa maana anakuwa nguvu zimenitoka. Yule mwanamke alipoona ya kwamba hawezi kusitirika, akaja akatetemeka, akaamka mbele yake. Umeona ilikuwa ni issue, maana ilikuwa ni msako yani. Yesu maana alianza kuangalia mmoja mmoja, anatafuta nani kanigusa nani. Kwa mama anaona hii sasa hapa kila mtu anaangalia, so inabidi tu nijitokeze kujua tu kwamba hayakuwa mapenzi ya Yesu na kwa wakati. Sasa mimi ninachopenda ni conclusion ambayo iko mstari wa 48. Anasema akamwambia, someni maneno vizuri, mtu asome wote kwa pamoja, mstari wa 48. 1 2 3 tusome. Akamwambia binti, imani yako imekuponya, nenda zako na amani. Nani amekuponya? Sio mimi. Hapo hapo imani yako imekuponya. Yaani iko clear kwamba kilichotokea hapa sasa ni ile imani nilikuwa nayo. Ndio imekuponya. Ndio imani inanunua uponyaji jamani.
Sawa. Ingekuwa ni mapenzi ya Mungu au sio mapenzi ya Mungu, imani inanunua. Ndio maana mimi niliwaambia watu, mimi nilikutana na siku moja niko nasikiliza clip za Askofu Michael Dickson kabisa. Kadumila akasema mimi siwezi kuumwa. Kabisa siwezi kuumwa. Na umwani. Katika ya kawaida nikasikiza sasa huko vipi? Na watimani kwa na mtu pale akasema baba anakufuru. Hao ndo manabiwa uongo. Kwa maana unajisikia yani kuna watu wanafikiria kwamba kuumwa ni mapenzi ya Mungu. Huwezi jua utaamkaje. Unajua ile hatuwezi tuombe uzima, hatuwezi tukajua kesho tutaamka basi tunaumwa. Umeona? Sasa yule mtu akamwambia siwezi kuumwa. Alinishtua nikasema siwezi kuumwa. Ila nikajua kwa sababu sio kichaa. Anasema hivi maana ana uthibitisho wa maandiko na ana uhakika na jambo. Katika pita nikakutana na mwenendo Mwalimu Francis Sambula. Yeye anasema hawezi kuumwa. Ila alikuwa anajaribu kuonyesha kwamba kuumwa si mapenzi ya Mungu. Kusikiliza unakuja kugundua hivi kweli mimi sitaki kuumwa. Na tangu nitangia hapo kwa kweli mambo ya kuumwa. Kichwa kinaweza kikauma. Sawa. Lakini yani sio kesi kwangu. Sio kesi kwangu kwa sababu najua kuna chakula cha kila siku ambacho nataka nile. Kwa nitapona tu. Ndio maana tulipoenda hospitali kununua dawa ni kitu kigumu sana. Na ndio maana nikaanza na watu ambao wanasumbuliwa na magonjwa. Natamani ili somo walijue, walielewe, waone. Yesu anamwambia binti, imani yako ndio imekuponya. Hapa cha msingi ni imani yako. Maana yake sio mapenzi yako, sio wakati, ila kilichofanya huu muamala ukafanikiwa ni hiyo imani ambayo unayo. Maana yake mtu mwenye imani anaweza akaponywa. Yesu asifiwe. Biblia moja inasema Yesu alipokuwa akifundisha uwezo wa Mungu ulikuwa pamoja naye ili apate kuponya. Sawa. Kwa haya ni masomo ambayo tunasema yani tunakufundisha ili usiombewe tena kwa habari ya kuumwa. Yani usitegemeze na maombi. Kidogo niombeni na umwa. Neno ni kuponya. Neno ligeuza, neno linaongoza kuponya. Biblia inasema ulituma kuponya watu. Sijui unaelewa. Kwa neno kama hili yani maana yake mimi nakukupa na tunyo kutoka hata kama ulikuwa unaumwa, ushajua hapa kwenda kusimamia kama ni chakula cha watoto. Alafu usianze kusema Yesu kama ni mapenzi yako uniponye. Yesu, hiyo ni mapenzi yako, sio mapenzi yako. Mimi nimeona watu kwenye Biblia ambao wamepita bila shida. Na hivyo ukienda kumwombea mtu ni uhakika. Mimi ndio akawa anaumwa afu nikamwombea simple sana. Unapaka mtu mwenyewe anapata mashaka kwamba hivi ulivyo nimbea kweli nitapona. Mimi siwazi kwa sababu hiki ni chakula sasa, kwani chakula tupambanie hivi. Kwani mjasoma maandiko kule Mathayo? Sasa tazama ndege wa angani. Hawapaje waone Mungu anawalisha za nyinyi ni bora. Luka anasema nyinyi ni bora zaidi mara 10. Kama Yesu anaponya mpaka ndege, maana ile chakula bado ndio hadi ndege wanaponywa na Yesu. Sasa watu bado challenge questions. Nikamwambia wewe tangu umezaliwa lini umewahi kusikia ndege wanapewa chanjo? Yaani kwamba tumekusanya ndege wote wa polisi tumewapa chanjo. Umewahi kuona? Wewe umeshawahi kusikia wapi? Lakini umewahi kusikia eti wamekufa wote, wamepotea. Nani sana waponya? Nikamwambia watu unajua mafua ya ndege. Wewe ukipewa mafua ya ndege unaumwa, ila ndege anayo anadunda. Na anatamba nayo. Nini kinatokea? Yuko ambaye anawalisha chakula, uponyaji. Yuko anayewaponya. Sawa. Ndio maana wakatoa mfano wa wale magugu. Maua ya polini. Yale nani wewe ushakuta mtu anapalilia polini kule, anaenda polini anapalilia kwenye msitu. Kama anapalilia haya mambo ushakuta. Wewe mahindi yako usipopalilia nini kinatokea? Yanasinyaa uvuni, sio? Ila yale ya polini yale, hamna anapalilia, hamna mtu anapiga dawa. Ila yapo na kila siku yako na yanaendelea. Labda wewe ukakate mti ndio uwajibie, lakini ukiacha unakuta msitu unakuwa spadi siku. Msitu unaongezeka. Maana yuko ambaye analishia. Yuko ambaye anaponya, ikitokea mtu umeumwa kule polini, yuko Mungu anaenda anaponya. Hayo maswali yanauliza katika Ayubu 68. Anasema makinda ya kunguru wanapokosa chakula mama yao amewaacha. Nani anawapa chakula? Kumaanisha mimi ndo nawapa. Mungu anazungumza hivi. Anasema wana simba wanapolia wanataka chakula. Nani anawalisha? Kumaanisha yani Mungu anafanya hizo biashara zote. Sawa. So, baba yako anafanyaje? Anaponya ndege, si? Umeelewa hicho kitu? Concept rahisi kwamba baba yangu mimi anaponya ndege. Si sawa? So kama baba yuko busy kuponya ndege na magugu, how come mimi niko na Mungu? Yaani baba yako ndo kazi anafanya huko mjini.
Leo mkuta baba yuko busy kweli, unafikia hapa tu. Ndio maana anaanza kuponya kunguru. Kunguru wale walikuwa wana faida gani? Lakini Mungu anapambania kunguru mpaka wanapona. Magugu ambayo yanasumbua, wale magugu yanayokusumbua. Yeye anapambania kuyapiga dawa, anaponya kuhakikisha yanaishi salama. Ndio kazi anafanya. Asa wewe kwa nini usipone? Unaelewa? Si chakula, kwa nini usipate kitu? Ni moja ya mambo ambayo ni neno tu, ndio soma maombi ni neno. Ndio maana mimi hata sasa hivi eti nikiumwa sijiombei tena, nimeshatoka hizo leo. Zamani nilikuwa tunatafuta utulivu na jiombea. Siku hizi mambo ya kuomba tena nimeshaacha. Sasa hivi naongea, wewe kwenda safiri kwa hili. Na ushuhuda mmoja ndio watu niliwahi kukaa fulani. Kana sikia maumivu makali sana ile eneo. Maumivu yale katika namna ambayo hata nikibonyeza hivi nasikia panauma. Yaani hata nikijibonyeza nasikia panauma. Katika hali ya kawaida nikawaza, nasema hivi, kweli na marafiki zangu ni madaktari. Anayesema kujua marafiki wangu ni wapi. Sometimes ni waacha sababu ukishakuwa na rafiki daktari unaanza sinimuize rafiki yangu. Kumbe anakuja kuletea bonge la ugonjwa. Kwa nikawaza nikasema hivi nikiwauliza kwa hili eneo, yani hili eneo hapa kuna viungo vingapi? Akili ya kawaida mimi sio daktari nikaisi tu nitaanza kushakata hili kuliko hapa. Hapo hapo kaambia kuna kongosho, kuna figo hii, nikasema kwa hiyo hicho kinachouma huko ndani naweza nikaambiwa ni uvimbe labda kwenye kiungo ambacho ni hatari ndio kufanya upasuaji. Nikawaza. Sawa. Kwa hiyo niliwaza vile. Nikasema kwa nini muombe Mungu iondoe, nikasema level ya kuomba nishapotea hapa. Nikaambia tu wewe ondoka hapa sio kwako. Nikaendelea na maisha yangu. Siku ya pili, siku ya tatu kimya. Mpaka saa hizi ni hapa hamna maumivu yote, maisha yanaendelea. Ndio chakula cha watoto kilivyo. Sasa si baba analisha ndege. Si ndio maana tumesema kulisha kile chakula na hapa. Kwa fikiria kunguru, wale ndege wanaokula mazao ya watu, mpaka amelima anakuta ndege wamefanya uharibifu. Kuna wakati ndege wanavamia, mshasikia gate. Ndege wanavamia shamba wanakula mpaka unapata njaa. Unajua maana ya sponsor ni Mungu. Na unajua ndio hapo hiyo direction ni Mungu. Ndio aliambia nendeni hivi wanangu, tuna shamba. Unajua hiyo? Hamjajua, ndio wanasema. Yaani hao soma ndio Ayubu 38. Mungu anaongea na Ayubu, anamuuliza maswali magumu. Anaambia kunguru nani anawalisha chakula. Maana ni yeye ndio aliyowapa hiyo idea mpaka wakaja wakafanya. Sasa kama Mungu yuko busy kusumbukia ndege kuhakikisha ndege wanakula. Wewe, tena mimi napenda sana ile andiko. Mwandishi wa Mathayo amesema je, ninyi si bora kuliko ndege? Ila Luka anasema hivi, nyinyi ni bora mara 10. 10 times. Unaelewa? Kwa kama Mungu anasumbukia ndege mara moja inabidi kwa kusumbukia mara ngapi? 10. Mfano wa mwisho, mfano wa bwana mmoja anaitwa Akida, mmoja kati ya watu ambao ninawapenda sana kwenye Biblia. Akida. Tunaangalia eneo la mwisho, afu tunakuwa tumeconclude kwamba na yaani nakuwa kama mwalimu nakuwa nimehitimisha kama mmenielewa kwamba swala la mapenzi ya Mungu, swala la wakati wa Mungu sio issue kwenye uponyaji, issue ni imani yako. Ni sawa? Ndio tunamalizia mfano wa mwisho nikisha conclude hiyo. Basi mkawafundishe na wengine huko. Waone mnaleta mafundisho ya kishetani. Maana tumekuwa kwenye makanisa ya ajabu. Mimi pia ni miongoni mwa watu ambao tulikutana na hiyo changamoto. Yaani sababu ndio kulia. Ukifundisha kitu ambacho hawakijui au kinapishana kwa alisemaga askofu, unaingia taabuni. Sasa mimi nikawa naambia, mbona nyinyi mnataka mfundishe kile mnachokijua, yaani kile cha jana cha juzi. Jamani, tuje na kitu kipya kwa sababu tunakuwa, tupo kwenye muda wa tunataka tuongezeke. Na miongoni mwa mambo tunataka tuongezeke ni kuelewa maneno ya Mungu katika namna kubwa. Ndio maana tunajifunza masomo kama haya. Sasa hiyo ni Luka 7. Luka 7 hapo sio mbali kutoka kwenye mfano uliopita. Hapa tena Yesu anakutana na kesi nyingine. Luka 7 tutaanzia 2. Inasema na mtumwa anasema alipokwisha kuyamaliza maneno yake yote masikioni mwa watu aliingia Kapernaum. Na mtumwa wake Akida mmoja alikuwa hawezi karibu na kufa, naye anasema mtu alimpenda sana. Maana yake Akida kwa watu wa theology wanakubali kwamba ili mtu Akida alikuwa ndio kuna askari zaidi ya 100 ambao wako chini yake. Simeelewa.
Yaani maana yake unakuwa umewekwa kwenye kikosi cha askari kuanzia vikosi vya walikuwa na askari kuanzia 100. Yaani ukisikia kikosi fulani wako 100. Kwa lazima uwe juu ya kikosi cha hao watu. Kwa huyu bwana naye ndo alikuwa hapa kipi anasema mtumwa wake mmoja, maana inawezekana katika askari wake wale ambao alikuwa nao mmoja akawa anaumwa. Na kwa sababu huyu akida alikuwa amempenda, ikabidi atume, anasema alituma wazee wa Wayahudi kwake kumwomba aje amponye mtumwa wake. Nao walipofika kwa Yesu walimsihi sana wakisema, "Hamestahili huyu umtendee neno hili, maana analipenda taifa letu naye atitujengea sinagogi." Sawa. Kandia watu ukisikia sinagogi kwa ugope. Watu wanasema kama alijenga kanisa, hajajenga kanisa, huyu amejenga sinagogi. Kwa tofauti kati ya kanisa na sinagogi, kitu sinagogi maana yake ni ile all in one. Maana yake kuna vitu vingi ndani ya hilo jambo. Kuna ofisi labda za makuhani, kuna sijui kama ni shule labda za Torati, vitu kama hivyo ndio sinagogi. Yaani kusema kanisa kama hekalu ni jengo tu leo. Lakini ndani ya sinagogi unakuta hekalu, kwa maana kwenye sinagogi unategemea kukutana na shule za Mafarisayo, nyumba za kukaa hata wale wa Mafarisayo na watu wengine. Kwa hiyo alijenga kitu kikubwa, sawa, ambacho ndio walitumia kama sababu ya kumshawishi Yesu kwamba atujengea sinagogi. Maana yake kwa hicho alichokifanya ndio ambacho wao waliamini kwamba anatakiwa huyu mtu akafanyiwe. Sasa basi Yesu akaenda pamoja nao. Hata alipokuwa si mbali hapa sasa. Nataka tuone mapenzi ya Yesu, uweza wa Yesu na wakati wa Yesu. Moja ni uweza, kuna mashaka na uweza. Sawa. Hapa kuna kesi ya tofauti. Kwenye mapenzi ya Yesu pakoje? Yalikuwa ni mapenzi ya Yesu, si ndio? Maana yake yuko on the way kwenda. Wakati wa Yesu ulikuwa hapo, ndio ulikuwa wakati hujafika. Kwa sababu issue ilikuwa ni Yesu afike, aombe, mtu apone. Ndio nasema hivi. Alipokuwa akani anasema basi okay. Nitaanzia mstari wa 7 au wa 6. Sasa basi Yesu akaenda pamoja nao. Hata alipokuwa si mbali, na kabla hajafika kwenye ile nyumba. Ndio point hapa. Anasema yule akida alituma rafiki kwake, akamwambia, "Bwana, usijisumbue, maana mimi sistahili wewe uingie chini ya dari yangu." Sema, "Kwa hiyo nilijiona sistahili mwenyewe kuja kwako, lakini sema neno tu na mtumwa wangu atapona." Kwa maana mimi ni mtu, anaelezea cheo chake na namna anavyofanya. 9 anasema Yesu aliposikia hayo alimstajabia, akaugeukia mkutano uliokuwa ukimfuata akasema, "Nawaambia hata katika Israeli sijaona imani kubwa namna hii." Nataka kuonyesha kitu ambacho kinatokea hapa ni kwamba Yesu ni mapenzi yake apoe, lakini bado wakati hujafika, kwa sababu yuko anaenda. Maana yake ukweli ni kwamba huu uponyaji ulikuwa unataka utokee kama dakika 10 mbele. Sisi tunaelewana. Kwa maana Yesu afike, akaribishwe. Ndio tunakuja kuombea mgonjwa nyumbani, mnamkaribisha, mnamwekea kiti, mnaongea naye kidogo. Hapo sasa mgonjwa wetu huyu hapa, maana ndio atafika kwanza, kwanza, sivyo? Akishakula ndio sawa mletee mgonjwa. Ile ndio kwa hivi. Kwa hiyo tunapokuwa kuna dakika kama 20 mbele hivi ambazo zilikuwa zinatakiwa ziwepo pale, ambazo tunaona huyu akida aliwaishi muujiza. Sasa unasema sema tu neno na mtumwa wangu atapona. Sasa kitu cha ajabu kwenye ile andiko hapo sasa ndio itakushangaza. Mimi nilitegemea Yesu aseme neno, sio? Tukamwambia sema neno, labda kuna mgonjwa huko kule kuungu. Tukasema mbeni sema neno, yule mgonjwa atapona. Wewe unasemaje? Apone kwa jina la Yesu, sio? Au ukifika mpeni simu niongee naye. Kwa maana ile ya kusema neno niongee naye, nimuombee. Ndio wengi tupo hiyo level ya hivi. Tunachezea huko. Ila hapa condition nasema sema neno. Maana hata likiwa moja linatosha. Na mimi nilitegemea Yesu hapa sasa kama Yesu alikuwa bado anasema check injilisti, ndio? Angesema apone. Ndio? Labda pengine au ungekuwa wewe ungesema kwa jina la Yesu pona, ndio? Kwa sababu unasema kwa imani anakuwa apone. Sasa Yesu sikia maneno yanayofuata ndio unagundua Yesu anachosema. Yesu anasema hivi, hata katika Israeli sijaona imani kubwa na mimi. Ndio ninalosema Yesu. Hilo siseme, siaseme neno. Yesu akasema lolote, maana yake
kubwa ambalo Yesu alidili nalo ni kurecognize imani ya Mungu. Basi. Alafu mstari unafuata unasemaje? My condition ilikuwa ni neno, sio? Neno limeshasema ambalo ni imani. Kwamba imani ya mtu ni kubwa, basi. Alafu chini yake anasemaje? Wale watu walioenda sasa. Anasema na wale waliotumwa waliporudi nyumbani wakamkuta yule mtumwa mzima. Yesu hajafika bado maana. Uponyaji umewaishwa kwenye muda. Kuna mtu kacheza na muda, kwa time traveling peleka mbele. Yaani tunasema ni mambo ambayo ya future kayawaisha, si ndio? Mama anaambia watu inawezekana Mungu kabisa yani amekusudia wewe uolewe 2027. Hilo unaweza ukafanya namna 2026 tukala wale. Ni wewe tu utaki. Ni wewe tu yani ndio una mambo mengi. Maelezo kibao, unajua wakati wa Mungu ni sahihi, wakati wa Mungu umefanya nini, wakati wa Mungu nini wewe. Kuna watu wameweza kurudisha nyuma dakika kadhaa kwenye Biblia kwa imani. Ndio maana Yesu alichorecognize kwamba kinachoweza kufanya hivi, kurudisha huo muda nyuma ni imani. Ndio maana Yesu alirecognize. Naambia watu kwenye kuponya, sio lazima useme kwa jina la Yesu pona. Unaweza ukachagua neno tu la kusema. Hapo kama ukilisema watu wanapona. Kwa nini hamjasoma pale Yesu alimwambia yule binti alikuwa amekufa? Aleta koms. Alitumia hilo neno na binti akaamka. Kwa hiyo ukasema neno lolote. Sio lazima yani majeshi kutoke pona. Wewe ukasema tu umepona. Mimi kuna watu wanataka niombe, anaombesha pona. Naona sasa wanapata mashaka, najua kwa haya mashaka yake ndio hatapona. Ila akielewa kwamba formula haipo, ni neno lolote. Maana Yesu alikwambia sema neno. Yesu alianza kuongea mambo ya imani. Imani yake ni kubwa. Kwa hiyo mimi ndio ukaniambia sema niombee mtumishi nipone. Nikamwambia imani yako ni kubwa. Usinishangae. Sawa. Utanishangaa kama unataka kulia. Kwa nini wanafunzi najua hizo hawezi kunishangaa. Mnaelewa kwa sababu mwalimu alichomaanisha ni kwamba ametia neno. Sawa. Ndio maana nikamwambia sasa hivi mimi ugonjwa siombi. Naongea nao kwamba wewe kwa heri. Ndio neno nilotumia hilo. Na nitasema hiyo, yani kwenye ulimwengu wa leo ni package kamili. Hiyo wewe kwa heri, umo kuna fukuza mapepo makata maimuna imekatakata vunja kwa jina la Yesu imeua imetupa kule. Si umeelewa? Maana kuna watu wamea mapepo. Watu wana ujuzi wewe. Uliko fungwa kwenye mapango. Wewe makata na kuamrisha makata toka. Wewe umemjuaje makata? Mbona Biblia hayupo? Umemfanyia wapi makata? Umemfahamu hivi mjui jina. Unaelewa? Ndio hiyo. Hata mapepo. Kielewa hii hata pepo. Sasa lazima useme sisi. Kwa nini Yesu toka sasa? Unaweza kuongea chochote kwa imani. Kwa sababu kinachofanya sio wingi wa maneno yako, ni imani yako. Si sawa? Unajua wanadhania kwamba mtu atapona kwa sababu ya maombi mengi aliyoomba. Kuna watu wanadhania hivi. Kwamba maombi mengi ndio atamponya. Hapana. Sawa. Mtu mmoja alifundisha kwamba alienda kwa mtu kuomba, akaenda kumwombea, alipofika akamwombea maombi tu mafupi akaondoka. Anaondoka yule mtu huko nyuma anapigiwa simu, yani like mfano labda wewe labda mamako anaumwa. Alafu niambie mimi nikamwombea. Mimi nimeenda nimeomba tu nimeondoka. Wewe unapigiwa simu na mama anakuambia mtumishi wako wewe muone. Kaniambia dakika 5 hazijaisha tena anaondoka. Umeona hiyo? Kwa hiyo ikabidi mpigie mtumishi mimi mwana nasikia unaomba kidogo sana. Ndio. Yesu alisema tu talita kumi. Imeisha. Kwa siku nani aliongeza pale? Hamna aliongeza, mtu akapona. Mimi nimeomba kabisa nimemshukuru Mungu. Nimesema kwa jina la Yesu na mbingu za dunia nimezitaja. Hivyo sasa kujulisha kwamba Mungu kujulisha uwezo wake. Anasema yule mama alipona. Na mama akaanza kushangaa. Mbona nimepona? Inawezekana jibu machache. Sio wingi wa maombi. Ni wingi wa imani yako. Sawa? Wingi wa imani yako. Somo limeisha. Tumeishia hapo. Tunajifunza namna ambavyo imani inaweza kununua na tumetumia kesi ya uponyaji. Nimesema imani inaweza kununua fedha, imani inaweza kununua watu. Ila tunasema fedha ni rahisi zaidi. Na watu kitu kigumu ni uponyaji kwa sababu kuna watu wengi wanaamini kwamba ni mapenzi ya Mungu wao wao. Fedha wengi wanaamini kwamba ni mapenzi ya Mungu wapate fedha. Japo hata tungejifunza kuhusu fedha, ningewaprovia kimaandiko kwamba sio mpango wa Mungu wewe maskini. Sio kabisa. Yaani anaweza katokea hauna hela. Sio mapenzi ya Mungu sio na. Yaani wewe unakuja kwenye mapenzi ya Mungu ili jambo hali. Na hata kama ningekuepo still na uwezo kwa sababu ya imani ina uwezo wa kutani.
Ni sawa? Ndio yale kwamba tumeona kesi ya yule wa kwanza ilikuwa sio mapenzi ya Mungu wala sio wakati wa Mungu, lakini akapata uponyaji. Ni sawa? Mama aliyekuwa na damu sio mapenzi ya Yesu wala wakati, kwa sababu ulikuwa ni wakati ambao Yesu anaenda kufanya muujiza mwingine kwa mtu mwingine, lakini alipata. The third one ni huyu ambaye tumeona yeye ilikuwa ni mapenzi ya Mungu, ila muda ndio alimchezesha. Maana yake kiukweli Yesu akibidi afike pale, wamkaribishe, wamnyoeshe miguu, wampe chakula kwanza, ndio alete huo uponyaji. Ila mtu akauaisha. Sawa. Na mwisho tumejifunza kitu kubwa sana hicho, kwamba tunapotaka kuomba kwa ajili ya uponyaji sio maombi mengi. Ndio tutaona sasa. Tukitoka hapa tutataka tuende break kidogo. Tukirudi tutajifunza namna ulimwengu wa roho unaendeshwa kwa maneno na sauti. Tutaona kwa maana maneno kwenye ulimwengu wa roho yana maana na chochote kinachosemwa kina maana yake. Kwa hiyo tutaona hivyo. Naomba nimshukuru Mungu afu tuwe na break kama dakika 10 ili tuendelee. Takatifu Mungu wa milele, kuishie sana. Nakushukuru Mwokozi kwa ajili ya somo ambalo umetupa leo. Tuendelee kujifunza mambo ya ulimwengu wa roho na tumeangalia mambo mazito na magumu. Mengine ni mapya kabisa katika ufahamu wetu, lakini tunajua kwamba imani imeruhusu tuyajue. Basi liko jambo ambalo tunategemea kwamba sisi tukawe mashahidi, tukalistimulie katikati ya vizazi na kutenda matendo yako na ishara kubwa ambazo Mungu ulizifanya na ulitaka tuzifanye. Mwokozi Mungu wa milele, ninakutukuza kwa ajili ya hayo maarifa. Naomba Mungu ukaongelee muhuri, ukayaweke sana kwenye mioyo yetu, ukayatunze ili Bwana Mungu wa milele yanapokaa na sisi basi yakawe faida kwetu na kwa wengine na kwa watu wote waliotuzunguka. Ni katika jina lako zuri naomba nikiamini. Amen.